na mwisho wa mwezi bosi wako atakulipa, lakini kazi yako wewe sasa ni kuhakikisha bosi wangu anataka nini. Hilo ni jukumu lako. Yeye yuko bize kama anavyosema. Yaani wewe utakiwi kuchoka. Leo kaniambia mimi na mambo mengi. Kweli yule ni CEO mkubwa sana wa kampuni kubwa sana, na hicho kitu utakuwa unakijua, si ndio? Ana time, yuko bize. Saa nyingine narudi amevurugwa. Kwa hiyo akikusikia kuna kitu ulikuwa na kama kweli ulikuwa unamuuliza kwa njia nzuri, sawa, anaweza yani hiyo yako, jamani hebu niacheni, kwa sababu mtu ana mambo mengi. Lakini kwa mtu ambaye unajua I'm here to save, leo unajua madamu wangu kavurugwa, huwezi kuichukua personal kwamba alikuwa ananiambia sije nini na mimi nini. Unamsoma mudi yake, labda leo kaja kavurugwa. Tena sana sana unampa pole, madam, pole sana, naona leo kidogo uko sawa, lakini nilikuwa nakupa tu ripoti ya huku nyumbani, tumefanya hiki, tumefanya hiki. Nilikuwa nafikiri labda kuna kitu unahitaji. Basi unamwacha. Mtu ataona unajali. Hata baadaye akitulia anasema lakini kweli na dada anajali. Lakini ndio ambacho mabosi wengi wanakitaka sasa. Ndicho wanachokitaka. Na ndicho unachowafundisha, lakini mnasemaje? Joyce anakandamiza wadada. Ndio hicho wanachosema. Nikiwaangalia wanasema wapumbavu hao. Ndio maana ni maskini wako huko mtaani. Utarudi mtaani, utaenda yaani kwa kiburi ambacho hakina tija, hakina faida. Utakaa mtaani tu unasema hizi kazi ni za mateso. Hakuna kazi rahisi. Maisha ni magumu, dunia ni ngumu, lazima upambane. Kwa hiyo utachagua unapambania wapi. Unaenda mtaani, uende huko ukapambane na wanaume. Kwani unafikiri mapambano ya huko ni marahisi? Sio marahisi pia. Au ukae na bosi wako upambane naye, lakini maisha ni magumu, lazima uvae helmet. Otherwise yani mambo hayawezi kwenda. Kwa hiyo sisi hapa tumeamua kwamba tutawafundisha namna ya kutafuta hela. Namna ya kutafuta hela ni kutumia kanuni ya kibibilia. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende yule unayemhudumia. Watu wengi ni wabinafsi, ndio maana hawafanikiwi, kwa sababu tunajifikiria sisi tu. Nipate hela, nifanye mambo yangu. Huwazi mambo ya bosi wako. Umefika nyumbani kwake, huna muda wa kujishughulisha, kujihangaisha bosi wangu anapenda nini? Anataka nifanyie nini? Kwa nini amenileta hapa? Kitu gani cha ziada anachokitaka? Kwa mfano ya mambo ya kanisani, bosi anataka aone unamfundisha, unawasaidia watoto wake kukua kiroho. Ndio maana mwanzoni nikakuuliza, watoto wanakuwa katika maeneo mangapi? Umetaja tu kuwapa chakula. Kwenye maadili nimekuchimba, bado hujaniambia. Kwani maadili tunayapata wapi kama sio kwenye neno la Mungu? Wao wanasema tabia nzuri au mbaya. Tabia nzuri au mbaya zinatoka kwa shetani na Mungu. Za Mungu nzuri, za shetani mbaya. Za Mungu wote tuna vitabu ambavyo vinatuelekeza. Kumbe ulielekezwa hadi kusoma Biblia. Si ndio? Wewe unasema mimi ni Mroman. Kwa hiyo unaposema mimi ni Mroman, maana yake ni unataka kusoma Biblia. Bosi anataka watoto wake wafundishe kusoma Biblia. Kwa hiyo ukiwa Mroma tunatumia Biblia. Tunatumia. Okay, kwa hiyo huwezi kujifunza. Mbona ulienda kusoma malezi? Kwa nini kaenda hiyo kunena kwa lugha madam? Mimi kwa nini kusoma kwa nini ulienda kusoma malezi? Kwa lugha. Hapo kila kitu ni kujifunza. Kila kitu ni kujifunza. Ukijua huu ndio mshahara wangu, utajua. Ukijua kama ukiweka kwamba huu ndio mshahara, kwa sababu kitu bosi anachokitaka, alimradi hakupigi, tunasema hakunyimi mshahara wako, hakunyimi chakula, sawa? Yeye ni vitu ambavyo anavitaka kwa watoto wake. Fundisha watoto wangu neno la Mungu, wafundishe kuomba, kunena kwa lugha. Ndugu yangu, ukijua huo ni mshahara wako, utanena kwa lugha sijui ya wapi. Ukijua huu ni mshahara, lugha zote utanena. Sasa nataka tu kwa lugha. Wewe ni kabila gani? Wewe ni kabila gani? Mchaga. Ongea Kichaga. Sasa kanena kwa Kichaga vile vile. Wewe ukujua kama ule ni mshahara ndugu yangu. Yaani kama baba alikuwa amesema kumsimamia mtoto homework. Yaani ungeweka tu kama ndio watu tunaambia swala la imani pia ni majukumu. Na of course ndio hiyo wadada wa malezi lazima wawe wanaenda mbele zaidi. Wewe unafikiri kwa nini mabosi wote? Kuna bosi ambaye kusema sitaki dada mwenye hofu ya Mungu. Yaani wote wanataka dada mwenye hofu ya Mungu. Hakuna mtu ambaye hataki. Yaani inapokuja kwenye swala la family ni very sensitive. Kwenye familia issue za kiroho huwezi kuzikwepa. Na ndio maana sisi hapa mtu yani waga kwenye kugawa wadada tunaangaliaga sana swala la dini. Mtu ambaye anasema nataka Muislamu tunamsikiliza. Nataka Mkristo tunamsikiliza. Why? Kwa sababu hiyo ni eneo nyeti.
Sasa mkishakutana dini zote ni sawa, Wakristo kwa Wakristo wote, Yesu ni huyo huyo mmoja. Kuna Yesu wawili? Yaani Yesu wa Roma na Yesu wa lokole ni tofauti? Zuena? Hapana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo alafu tunapendaga kujiwekea vizingiti, yani kuona kama hichi kitu hakiwezekana. Kuna ulizaliwa hujui kuongea, hujui kutembea, vitu vingi ulikuwa hujui, kujua malezi mpaka ulivyoenda chuo ukasoma. Kwa hiyo sehemu ambayo unapata mshahara, pay attention. Sikiliza mwajiri wako anataka nini. Kama ni kitu cha unaweza ukajifunza, onyesha effort, onyesha jitihada. Ungeonyesha jitihada hata ya kutaka kudania, angejua okay, huyu dada ni wa dhehebu hili, lakini at least ana try. Anasoma na watoto Biblia, na wewe ni mtu ambaye kama ulivyonielezea hapo, ulisoma Biblia ukasummarize ukaenda kuongea na mama mchungaji, si ndio? Ndio. Kwani wewe ukiwa mwalimu leo, hivyo vitabu vilivyotolewa na baraza la nini unavijua vyote? Vya kufundishia. Ushaambiwa hii Biblia ndio ya kufundisha watoto, si ndio? Si unaiweka tu kama ni syllabus. Unasoma, unawaelezea watoto. Wewe umesoma sijui ni Yohana chapter ya kwanza, hii inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno naye alikuwa ni nani, na neno ndio hivyo. Madam wake akija, mama tumejifunza hiki ni na dada. Mshahara unatiki mwisho wa mwezi. Tena wewe mwenyewe anakuwa kiimani, kwani tu inakuwa kabisa. Kwa hiyo wewe unaweza kwenda kufundisha hisabati kwa kutumia kitabu cha nani? Cha nekta, zinabadilika kila siku hizo karibu. Lakini Biblia yako ambayo ndio ya kiroho unashindwa kuitumia kufundisha watoto. Hicho ni kitu gani? Ila mimi sikukataa madam sasa. Kuonyesha effort bwana wewe. Amna, ilikuwa ananiambia sijui kusali, lakini then jifunze. Nilikuwa sijui kusali. Mimi mwenyewe nimekulia mimi nimezaliwa Roma, nimekuwa Roma. Ndiyo. Lakini sasa hivi nina knowledge kubwa sana ambayo Waroma wengi hawana. Why? Kwa sababu nimeweka effort ya kwenda extra mile ya kujifunza. Nimesoma theology. Nilikuwa nasema nimesoma theology, sasa hivi mwaka huu ndio namalizia PhD yangu ya theology. Nimefanya effort. Nataka kujua hivi vitu vinaendaje, yaani vikoje. Sasa wewe usiseme tu mimi kwa sababu ni Mkatoliki. Sikukataa madam. Nikaa najifunza hivi, nasoma Biblia na sali. Mwisho wa siku na mimi nikaa na sali kwa nguvu kama alivyokuwa nataka. Maana alikuwa anasema mtu ukisali taratibu, naweza napita na fimbo, yani hata siongee na chapa tu. Akia Mungu. Hataki unongoneze. Yani hataki mtu labda usali taratibu. Kwa ukisali taratibu anapiga, yani hata asemi sijakoa anapita na fimbo. Jamani. Lakini Yesu alisema jamani tusipayuke. Alokole jamani mtatua. Yesu alisema tusipayuke. Usisali kama wale wanaosimama barabarani wanapayuka. Ingia chumba chako cha ndani, jifungie cha siri, sali. Kwa hiyo jamani, hebu alokole mtupumzishe kidogo. Hiyo ya kupita na fimbo tena. Hapo kwa kweli hata mimi kupayuka jitahidi nikana soma Biblia na sali. Kwa nikasali kama yeye alivyokuwa anataka hiyo kusali kwa kupayuka. Nikana sali kwa nguvu kama alivyokuwa anataka, si ana ile riziki. Basi na mimi kafanya hivyo, lakini sasa shida ikaja sasa hapo kwenye watoto wake. Yaani watoto wake wamebobea sana kwenye iPad. Yaani ukiwanyang'anya kwanza ni wanakujibu vibaya mno. Kama juzi nikaa na deki. Huyo mmoja ambaye sasa hivi ndo ameingia grade 6. Nikamwambia usipite huku, rudi kwanza chini, huku na deki. Akaniambia naenda kujua. Nikamwambia kama unaenda kususu, huku chini kuna vyoo kibao, kuna choo cha hapo nini? Hapo sitting kuna choo, nje pia kuna vyoo viwili. Akakataa, akapanda. Akarudisha uchafu. Nikamwambia lakini mbona unafanya hivyo? Akamwambia kwani utanifanyaje? Ndio mshahara huo. Basi sikumfanya chochote. Nikamwacha Hamtakiwi kuwapiga. Sijata kuwapiga. Hamtakiwi kuwapiga. Wala yani anaweza akaja hata nyuma yako anataka kitu. Mamake anasema wafundisheni. Yani sio kila kitu mnawafanyia. Maana anaweza akamkaba asubuhi unamwandaa. Hapo yani unaweza kumwambia oga.
anakwambia dada usiondoke. Unaondoka, unarudi unamkuta kasimama vile vile. Anakwambia nakusubiri. Kwa nini? Haogi. Kwa nini? Anakusubiri. Yeye anakusubiri kwamba umsimamie aoge. Okay. Sasa mimi nikaa nafanya hivyo, namsimamia anaoga, anapiga mswaki, anavaa, anamaliza, anashuka chini, namsimamia anakunywa chai. Mamake madam akasema sasa hivi hao washakuwa wakubwa, kwa hiyo yani sio unamsimamia kila kitu, ameenda kuoga. Ameenda kuoga, sijui anavaa, unamsimamia, hapana. Yani wewe mwambie tunakupa dakika 5, wewe unaendelea na mambo yako, unakuja unamwangalia. Lakini hizo dakika ukienda ukirudi, kama alikuwa amekaa na popo, ndo hapo hapo hajanyanyuka. Yani umemwambia nyanyuka, piga mswaki, hajanyanyuka. Unamwacha anaoga, unaenda unarudi unamkuta ndo kasimama anajikausha. Unamwambia vaa, havai. Anakwambia dada usiondoke, mimi sivai, ukiondoka mimi sivai. Na kweli ukiondoka, ukirudi unamkuta vile vile. Ukimwambia mamake asema unatakiwa uwasimamie. Yani anarudi leo anasema uwasimamie, leo anasema uwafundishe. Kwa hiyo mimi nikaa naenda naye hivyo hivyo. Na nafikiri wadada wa malezi, na nataka niwape hii changamoto. Unajua hata watoto wengi wa siku hizi ambao wazazi wao wanawahi kuwapeleka kwenye hizi shule, vitu vingi wanajifunzia kule. Sawa? Ndio. Watoto sasa hivi mtoto sio na miezi 6 kashampeleka daycare. Na mtoto akaa pale miaka 2 anajua kujishughulikia kwa vitu vyake. Anajua kwenda washroom, anajua kujinawisha, anajua hivi. Kwa hiyo wadada wa malezi, na hao ndio wadada ambao tunawataka. Kwa hiyo Zuena, ukisema watoto walikuwa wanakushinda, ina maana sasa hiyo ulezi wako tunaanza kujiuliza, kweli wewe hawanishindi. Kwa nini walikuwa hawafuati instructions zako wewe kama mtu wa malezi? Yani wanafuata, lakini wanakuambia sisi hatuvai wenyewe. Yani unajua pale umekaa almost mwaka, maana umeondoka umebakisha wiki 2. Na dada ambaye umekaa na watoto almost mwaka mzima, lazima kuwe na transformation. Na kama kuna tabia ambazo unaziona ni ngumu kwa watoto, kama hiyo uliosema, mtoto anakujibu utanifanya nini? Nafikiri ni kitu ambacho mnahitaji kushirikiana wewe kama dada wa malezi na mzazi wake, kwamba kuna shida iko hapa. Kama kwa wazazi unaowazungumzia, wanaompenda Mungu, wanaotaka masuala ya maadili mazuri kwa watoto, sidhani kama anaweza kuacha mtoto wake akue akiwa na tabia hiyo ya kujibu dada kwa staili hiyo, sidhani. Kwa hiyo wewe ndio jukumu lako kuhakikisha una monitor. Unapokuwa ni dada wa malezi pale nyumbani, una monitor tabia za watoto, ukuaji wao. Wana tabia nzuri? Kama kuna tabia yote ambayo imepinda, unamwambia mzazi, nimeongea na mtoto leo amesema hivi, hichi kitu unakionaje? Kakitoa wapi? Then kwa wazazi wanaofuatilia, lazima atamuonya mtoto kama nisikusikie umemjibu dada tabia kama hii. Sijui unaelewa? Yani hata hizo issue za tablet, nafikiri yani tablet watoto ndio wanazo, lakini lazima uwalimit wanatumia kwa muda gani. Na wadada wa malezi ndio kazi zao kuhakikisha kwamba mtoto hashindi kwenye TV muda wote na hakai kwenye tablet muda wote. Na kama anakugomea, ndio unashirikiana na mzazi wake. Hivyo vyote nilifanya. Kwa mwisho wa siku mzazi akaeka ile locking kwamba haizi kutumia tablet yake mpaka mzazi atoe locking, aruhusu. Kwa ndo anainini. Na hiyo kuhusu sijui kujibu, huwa wanachapwaga. Kwa akichapwa pale akimaliza anakuambia kwa dada umeenda kunisemea nimechapwa. Sawa, fine. Ndio usirudie, ndio unamwambia usirudie tena, hiyo tabia ni mbaya. Tena nilipata mabosi ambao wako very supportive kwenye masuala ya maadili. Unajua mpaka madam ndo anamwambia kwamba wafundishe watoto sasa hivi ni wakubwa waanze kujitegemea. Mwingine anakuambia muache mtoto wangu. Sasa kingine yani ni ile unajua katika labda kumwelekeza nini, yani labda kama nimwambia labda mtoto kitu afanye, labda amka, vaa. Na mwambia kwa sasa hivi umeshakuwa mkubwa, unatakiwa unajiandaa mwenyewe, unajua hapa nimeshavaa, nimemaliza haraka nashuka chini kunywa chai. Pale wakati mimi nimeshampa maelekezo, mzazi hatakiwi kuja kuniambia mimi mbele ya mtoto. Yani kitu ambacho mzazi anakosea ni pale anakuja na ongea mbele ya mzazi. Huyu ni mtoto, natakiwa umuelekeze, unatakiwa afanye hivi, lakini mimi nishampa
maelekezo kwa anafuata. Kwa akishasikia vile hafanyi kama nilivyomwambia. Anasema mama si alisema hivi, mama alisema hivi. Kwa hiyo pia inachangia mtoto kutokusikiliza. Sawa, hapo sawa. Wazazi waelekeze walezi sio mbele ya watoto. Yaani unakuwa tena kama mlezi mwenyewe unamfokea, alafu huyo mbele ya huyo mtoto, alafu unataka hapo amsimamie mtoto wako. Mtoto amsikilize, ni changamoto. Kwa hiyo wazazi jamani, ndio hivyo. Hilo la kwenu. Mkae na walezi wenu, mpembeni, msikilize changamoto wanazopitia, and then muwape nguvu ya kulea watoto mnapokuwa hampo. Tena imani ya mtoto inatengenezwa. Yaani utakapomfanya amheshimu dada ndo atakachokifuata. Ukimfanya amuone kwamba dada sio mtu wa kusikiliza, siku zote utashangaa msikilizi kabisa. Maana inafika stage ni mtoto pale mzazi, yani unakuta sana nimekosea kitu, sijakataa. Madamo unakuja unanikaripia mbele ya wale watoto. Kwa wale watoto wananoti kumbe dada anagombezwaga hivi na mama kama sisi tunavyogombezwa. Kwa ule mtoto hata ukimwelekeza kitu, ukimkataza kitu ni ngumu kusikiliza. Yaani ilifika stage mpaka anakuja hata hapo nyuma yako anakushautia, nataka kitu fulani, sipendi nani. Sasa ni nani sasa? Mtoto sasa anakushautia. Sasa kila siku kwenda kumwambia mzazi mtoto anafanya hivi afu anamchapa. Kwani muda mwingine mtoto anafika stage anakuchukia. Kwani ndio maana ni wazazi wanashauriwa, ndio maana mzazi anashauriwa kama ni mimi ni mtu mzima na wale ni watoto. Kwa mimi anatakiwa niite pembeni, kama ni kitu ananiambia, ananikanya ni 1 2 3, lakini sio mbele ya watoto. Kwa sababu mbele ya watoto akishafanya vile, mtoto mwisho wa siku hata nikimwambia kitu au vile nilivyomwambia hata vitimiza, kwa sababu anaona mbona kama yeye anagombezwa kama sisi, anatukana kama sisi. Kwa mtoto wapo kuniheshimu inakuwa ni ngumu kidogo. Hilo limeenda. Okay. Tukimalizia tunasema Zuena, kwa upande wa nafasi yako umejitahidi kwetu sisi kama kituo cha Wadada Center. Sisi tunataka wadada wa malezi ambao ni weledi kwenye eneo lao, yani ambao wanafanya wonders, anafanya extra. Na ndio hata madam mshoni kwenye comment yake ya jana. Nasema kwamba mimi nachoka dada professional kwa sababu nasema niki mtu afanye zaidi yani afanye kitu kwa kiwango standard za juu, ndio maana naamua kuchukua hao professionals. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine alimuona ameperform majukumu yake mpaka amekaribia kumaliza, lakini kuna vitu ambavyo alikuwa anavitegemea zaidi ambavyo dada angeweza kufanya kwa watoto. Perfect. Na ndio hiyo comment yangu. Nimesema umejitahidi. Sababu angalau umepambana, umekaa almost mwaka. Ila ukifanya marekebisho ya hivi ambavyo tumevisema, hasa kwenye eneo la nidhamu na huduma kwa mteja, na kujua kabisa kwamba yani mteja anachokitaka huo ndio mshahara wangu, sio mimi sijakulia huko. Mimi sio mambo yangu. Mteja anachokitaka ndio mshahara wako, ndio hela yako, kila anachokitaka mteja wako, then utakuwa very good kwenye eneo lako. Sawa Ndio. Kwa una mipango gani kwa sasa? Mipango hakuna. Sisi tunakutakia kila laheri. Wadada Center tupo. Kazi yetu ni kuendelea kuang'arisha. Sisi tunaamini ili ni kama ile tanuru la moto ambalo dhahabu huwa inapita pale, inawaka namna hii. Umeelewa Kwa hiyo tupo hapa na kazi yetu ni hiyo ya kuendelea kuang'arisha ili muweze kuwa pesa. Umeona nyinyi tayari ni dhahabu, lakini ile dhahabu ambayo ina vumbi bado inatakiwa ipite pale kwenye moto. Kwa hiyo sisi tuko hapa, tutaendelea kuwasafisha. Ndio kazi yetu. Tukiwasafisha vizuri mtakuwa pesa. Na mtakuwa tu pesa kwa mabosi zenu, mtakuwa pesa popote mnapokwenda kama mtazingatia yale tunayowaelekeza. Tunashukuru maana mnatufundisha, maana kwenda kukaa na mtu ambaye humjui unakane yani labda miezi 2 3 mwaka pia nayo nini yani kujifunza. Hata unaweza labda ukaenda kwenye jamii ya watu wengine wajui nini ukaweza kuishi ukaweza kuishi nao. Kwa hiyo pia nayo
inatufundisha hapo baadaye ukija kuishi, so maisha utakuja kuishi peke yako na wazazi, utakuja kuishi na watu tofauti tofauti, utafanya kazi mbali, sehemu mbalimbali hivyo.